Nachoka kaenu nachoka. Kuna mtu mmoja akani hapa, kaandika meseji yake inaeleza kuwa ni hii hapa, anaitwa Kajembe. Hii hapa akaunti yake ya TikTok na meseji yake ni hii. Hii meseji inatokana kwa sababu kuna video hii hapa. Hii video inaelezea kuwa wale mafundi ambao wanafunga waya tofauti, na pia huyu anaonekana sio mwelewa, kwa sababu nimemwelezea kabisa kuwa ni makosa waya kuchukulia kwenye redio kupeleka sehemu husika. Kama unafunga booster, iwe undercity, iwe booster gani, lakini yeye katika meseji yake hii anasema mimi sina vifaa, labda ndio inapelekea mimi nashindwa kutolea waya wa moto mkubwa huku kwenye redio kupeleka kwenye booster. Hivi kweli anazijua huyu booster? Ukifunga kweli booster, ukifunga Bushman, umefunga jack yako original, kila kitu original umefunga kweli, umefunga vitu anaijua kwanza booster inavyopokea moto mwingi, na ukienda kuweka mkono wako ufikishe hata dakika unavyouondoa, ukiwa na vibe unapiga mziki wa ukweli. Anifurahisha sana, kwa sababu kwenye redio waya unakuja kwenye redio unakuwa ni mdogo, alafu wewe waya wako wa booster ule unakuja kuchukulia hapa unakuwa ni mkubwa, manake ni mnene inavyotakiwa sheria yake. Ule waya lazima uwe mnene, kwa sababu unatokea kwenye betri kupeleka moto kwenye booster. Utakiwi kuchukulia kwenye redio, kwa sababu redio, yani huyu namwelezea, huyu hapa anaitwa Kajembe, huyu namwelezea kwa sababu unaona kama sio mwelewa, kwa sababu kwenye redio kuna fuse ya redio, ambayo fuse hiyo mara nyingi na kwa gari nyingi inaweza ikaandikwa ukubwa wake ampia labda 15 au 10. Umeona? Sasa kama ampia 15 ile ni uwezo wa redio zitakazofungwa hapa kwenye show hapa mbele hapa, redio itakaofungwa hapa mbele hapa, kutokana na ile walivyoandika wao. Kile ni kiwango cha moto kinachotakiwa kuja kwenye redio. Lakini kuna booster, kwa mfano kama Bushman au jeki, unakuta fuse nyingine zinakuwaga na double fuse, nyingine single fuse, lakini unakutana na booster imeandikwa fuse yake ampia 30, nyingine 40, nyingine labda unachanganya ile ampia 30 na huku ina ampia fuse yake ya redio ina ampia 15 au 10. Ukija kuchanganya kinazaliwa nini hapa? Na ndio maana mfano tosha, usiku huu kuna kipande cha video nitakielezea tena, usiache kuiangalia hii video. Mwishoni kuna kipande, mteja saa 5 usiku leo hii kanisimamisha tena kwa kunikimbilia, akaniambia leo ningechoma gari yangu moto. Tukio lile la kuja kuchukulia moto huku kwenda kupeleka kwenye mziki husika uliofunga, alafu yeye ananiambia eti tatizo itakuwa wewe hauna vifaa. Sina vifaa gani? Hebu meseji turudie kwanza hii meseji. Kaja kwa upande, si ukaogopa, maanake kaja upande wa meseji, ajeja kwenye comment moja kwa moja. Hii hapa TikTok hii meseji zake ni hizi, kaandika hivi. Hii ni meseji yake, umeona? Anaambia sina vifaa. Wengine wanafunga mziki, na huo mziki anasema unaofungwa unagonga. Sawa, unagonga, na ndio maana unaona hata dereva pikipiki maarufu bodaboda, sheria ni kuvaa elementi, usalama pia ni kuvaa elementi. Maana yake ukija kupata tatizo, ile elementi inakulinda. Umeona? Ile elementi inakulinda. Lakini mara nyingi matatizo yatokea yanakuwa machache tu. Mtu akipata ajali anadondoka, labda anaumia kichwa wakati hajavaa elementi. Sio kwamba wote wanavaa elementi, na unaweza ukaendesha pikipiki labda miaka yote na usipate
ajali na safari zako zote ukawa unazifanya, unapeleka abiria au mwenyewe unaendesha pikipiki. Na ndio maana hata gari anazoziona yeye zinafungwa mziki, anasema zinagonga. Ndiyo zinagonga kwa sababu ile bado haijafikia ajali yake. Kishafikia ajali yake, unakuta gari inawaka moto, inaungua, kupiga itapiga. Mimi sijazungumzia kwenye ile video, kuna video ambayo huyu kaiona. Video nimeelezea vizuri, nayo mkija kuiangalia nako iko kote kote, YouTube, TikTok, nimeipost hii video. Hii video ni hii hapa, ukiingia kwenye akaunti yangu, hii video iko wapi? Ni hii hapa, inaonekana kama nimeonyosha miguu. Hii hapa hii video, yaani inaonekana miguu nimekaa. Hii hapa video, umeona hii video? Ni video hii ambayo imemtoka povu huyu jamaa. Mimi nakemea na nitazidi kukemea. Kuchukulia waya kwenye redio ni kosa, yaani ni kosa, kwa sababu unahatarisha chombo cha mteja wako. Pia wewe mwenyewe fundi unakuwa kwa mteja ambaye anafahamu, anaelewa kitu bora, lazima aone haya ni majanga, hawezi kuruhusu. Lakini wateja wengi hawafahamu hili swala, na gari nyingi sana naamini wakishaiona hii video au hizi video wakishaanza kuziona, naamini watafika kwa fundi husika, watarekebisha huu mfumo. Pia waya tunazotumia tunaelewa kama waya hizi ni loko, lakini unaweza ukatumia waya mzuri. Lakini huyu Kajembe anakuja ana comment tena, message nimechati naye, mimi nimemtumia message nyingi, hofu ilinitoka kidogo, kwa sababu mtu ukimwona sio muelewa alafu mkaidi, maanisha kuwa ufundi umeme wa magari na ufundi wa mziki wa magari anasema kitu kimoja. Ni kweli ni kitu kimoja, lakini sio kimoja, kwa sababu kuna watu ambao ni wachache sana, mafundi wachache sana wanaodiri umeme wa magari wakachanganya na mziki, ni wachache mno. Lakini ufundi wa mziki ni wa mziki, ingawa anachezea umeme wa magari, na ufundi wa umeme wa magari ni umeme wa magari, ingawa anachezea, anaweza akaja kugusia kwenye mziki. Vitu hivi viwili tofauti, lakini watu wengi huwa hawaelewagi, kwa sababu hata fundi umeme wengi wanakuja kusaidiwa na sisi fundi wa mziki, na sisi hatuwezi tukashusha wiring yote ya gari. Lakini ufundi wa umeme wa magari kuna baadhi vitu vingi tunavielewa, kama balbu imeungua, labda waya imekata relay, ama fuse imekata, au kitu gani sijui kimezingua kidogo, gari imezingua kitu fulani, tunaelewaga hivyo kwa sababu ni vyote ni umeme, lakini haviingiliani kuwa in deep zaidi hivyo. Lakini huyu jamaa Kajembe, hata nilivyoingia kwenye akaunti yake hapa nikamwangalia, nikaona kumbe ni wenzetu. Sitaki kuongea sana. Sasa huyu Kajembe nataka akija siku nyingine aje kwa upole na aulize, natakiwa uulize bana, hivi kweli hichi kitu sio ananiambia eti mziki nafunga hivi, watu wanafunga mziki unagonga, yaani mziki unakuwa unagonga huo, wewe itakuwa una vifaa gani tena unachotaka? Kuna kifaa gani kinafungwa ukifunga kimakosa kama hivi? Umechukulia waya kwenye redio, waya mkubwa kwenda kwenye booster, kuna kifaa gani kinafungwa pale? Kwenye booster pale zimetolewa waya ambazo husika, unaweza ukatumia ACC ukapeleka kwenye booster kule. Sasa mimi nashindwa kuelewa huyu jamaa asiotaka kuelewa, anachokuwa mgumu kuelewa, eti kisa anasema mziki unagonga, gari nyingine zinafungwa, itakuwa ni wewe tu. Sisi tunaonaga, tunakutana na magari ya atorei kwenye betri, unatoka moja kwa moja, huo waya unapelekwa kwenye subwoofer, unapelekwa kwenye mziki, unagonga. Kugonga ndio ajali yako bado haijafika. Siku ajali ikifika, hiyo gari itaungua. Umeona? Lakini watu wengi elimu haijui. Kule mbele hata unavyoangalia, yani kwanza hajawahi kukutana
na gari ambayo imefungwa mziki kwelikweli, kwa sababu gari ikifungwa mziki, hata betri unaiona hii tunaotumia, si mziki tunaofunga yote hii ni ya kawaida. Kuna gari hii betri haitoshi, kuna capacitor zinaitwa hizo, zinakuwa nyuma kule, zinapelekwa nyuma ya buti, zinafungwa capacitor zile capacitor ni kazi moja na betri, au wengine wanafunga betri tena double. Zinaweza zikaa gari yenye mziki iliyofungwa mziki kwelikweli, zinaweza zikaa betri ziko 4, 3, 2, lakini mtu anakuja hapa anakuja kueleza kitu ambacho hakieleweki, ujinga mtupu. Tuangalie hii video nayo ambayo kuna makosa ndani yake. Hii hapa imefanywa hivyo hivyo, mteja ambaye amesimamisha usiku akanielezea. Kuna watu wengine bana hawajitambui.